Kabla ya taarifa hizi za ndani, ikiwa wewe ni mgeni na kuomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, kila mmoja ambaye anatazama na kuomba tu uponyeze alama ya like na karibu ni kufahamishe. Sasa habari za ndani zimetufikia kwamba kiongozi wa kitaifa katika chama cha maendeleo na demokrasia hapa Tanzania Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu akubaliana kukutana na Samia Suluhu Hassan Ikulu kwa makubaliano, haswa kufanya mazungumzo ya kisiasa. Sasa hii inamaanisha kuachiliwa kwake kisha baadaye kukutana na Samia Suluhu Hassan. Na unapotazama kwa skrini yako hapo chini kumechapishwa kwamba mwachilieni Lissu alafu ndiyo tujadili maridhiano. Huyo amezungumza hivyo sio mwingine ila tu ni John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa kitaifa haswa katika chama cha Chadema. Tunaweza kuripoti hadharani kwamba Tundu Lissu baada ya kufungwa gerezani Ukonga kwa mwaka mmoja sasa, zaidi ya mwaka mmoja, kwa sababu aliadhimisha mwaka mmoja tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu kwa kufungwa kwa kosa la uhaini. Sasa Chadema imesalimu amri na kukubaliana kufanya kazi na kuendesha shughuli za maridhiano na Samia Suluhu Hassan Ikulu mara moja. Na haya yameweza kuripotiwa baada ya Tundu Lissu kukutana na Chakwera, wakazungumza mambo mbalimbali. Sasa Tundu Lissu amesalimu amri na kukubaliana kufanya maridhiano na serikali ya Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo linaenda kubadilisha siasa za Tanzania. Wakati Tundu Lissu alikutana na Lazarus Chakwera, aliwazilisha masuala mbalimbali, kumaanisha wamekubali maridhiano na maridhiano hayo yatafanyika kati ya Tundu Lissu na Samia Suluhu Hassan. Lakini kulingana na ripoti ambayo tuko nayo sasa hivi, Mheshimiwa Tundu Lissu ameeleza kuwa baada ya kukutana na Lazarus Chakwera aliweza kuomba yafuatayo yaweze kutiliwa maanani. Jambo la kwanza, kesi ya uhaini inayomkabili inatokana na msimamo wake wa no reforms no elections, na hiyo kusisitiza kufutwa kwa kesi zote zinazomkabili yeye na chama, pamoja na utayari wake wa kushiriki mazungumzo akiwa huru. Namba 2, kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba 25 mwaka jana kupitia taasisi kama SADC. Namba 3, Tundu Lissu amependekeza uwepo wa mazingira wezeshi kwa mazungumzo ya kweli na utekelezaji wake. Namba 4, wajibikaji wa taasisi kwa yaliyotokea Oktoba 25 mwaka jana, hususan kwa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa INEC na TCRA, sambamba na kurejea ripoti ya Jaji Nyalali. Nambari ya 5, kufanyika kwa mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa mazingira ama kuzingatia ripoti ya Jaji Echande mwaka 2023. Namba 6, mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi kwa mazingira, ripoti kwa kuzingatia ripoti mbalimbali za waangalizi wa uchaguzi katika taifa letu la Tanzania mwaka 1995 na mwaka 2025, pamoja na ripoti za Jaji Warioba na Jaji Nyalali.
Akamaliza akasema ya kwamba lazima umuhimu wa kupatikana kwa katiba mpya uweze kuzingatiwa. Aidha, Mheshimiwa Lissu amepatiwa nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufaa uliotolewa tarehe 15 mwezi huu, ambao unaruhusu chama kuendelea na shughuli zake. Baada ya kupitia uamuzi huo, ametoa wito kwa wanachama na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kwa hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa maandalizi ya mikutano ya hadhara. Chadema sasa hivi kinaendelea kusisitiza dhamira yake ya kupigania haki, demokrasia, utawala bora na maslahi ya wananchi kwa njia za amani na kisheria. Sasa hayo ndio yameweza kuripotiwa kupitia chama cha Chadema. Unajua, sasa hivi yule ambaye amesikia vizuri sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan, ambaye rais wa Tanzania, kwa sababu Chadema imekubali kwa maridhiano. Haya ndio amekuwa akiomba. Ripoti za ndani ziliweza kutufikia ambazo zilikuwa zinasema ya kwamba Samia Suluhu Hassan alikuwa anatuma watu sana kuelekea familia ya Tundu Lissu kuiomba Tundu Lissu aweze kukubali maridhiano, na sasa maridhiano yamekubaliwa, lakini sasa masharti ambayo yametolewa na Chadema hatujui kama Suluhu atakubali. Lazima aachiliwe, lazima kesi ya uhaini dhidi yake iweze kuwekwa kando, ifutwe, na tena lazima ripoti iweze kuzingatiwa, ripoti mbalimbali ambazo zinapendekeza Tanzania kuwa na katiba mpya. Sasa liwe liwalo, lazima katiba mpya iwe Tanzania, na tena lazima tume ya uchaguzi iweze kubadilishwa. No reforms, no elections. Hapo inamaanisha lazima hayo yaendelee kuzingatiwa ili tume ambayo ni halali iweze kuteuliwa ili kushughulikia masuala muhimu mbalimbali, hususan yanayohusiana na chaguzi hapa Tanzania. Kwa hivyo tunaweza kuripoti ya kwamba Tundu Lissu amekubali maridhiano, lakini lazima masharti yake yaweze kuzingatiwa. Ikumbuke kulingana na sheria za Tanzania mwaka 1977 zinasema ya kwamba yeyote ambaye anapatikana na kosa la uhaini lazima anyongwe, ni kifo. Lakini kesi ambayo Tundu Lissu aliweza kupambikiziwa ni ya kupitia siasa za Tanzania ya uhaini na hamna kosa lolote. Ndio maana tukaona upande wa jamhuri hakukuwa na ushahidi wa kutosha dhidi ya Tundu Lissu na aliweza kuwashinda. Kwa hivyo kufikia sasa Tundu Lissu ameonekana kushinda kesi nyingi, na kupitia mahakama ya rufaa aliweza kukubaliwa na chama chake cha kisiasa kuendelea kufanya mikutano mbalimbali hadhara, ambayo iliweza kupigwa marufuku na serikali katili, serikali ambayo iliweza kujichagua na kujiapisha kuingia afisini chini ya Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kupata taarifa zingine, tukizipata pindi tu tutarejea ili kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea kufikia sasa. Naomba kutamatishia hapo hii kanda, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka Mbeya, Tanzania, ili kuwafahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa letu baada ya kumaliza uchaguzi, kilichosemekana ni uchaguzi wa mchongo. Asanteni na kwaheri.